Wazazi tumewaiteni kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa kukumbushana katika mambo machache kwa ajili ya wajibu wetu. Jambo la kwanza, shule zinafunguliwa tarehe 13. Tayari tunajua moja kwa moja kwa muda umekwisha, na lazima watoto wetu tulionao huku mitaani tuweze kuwajengea uwezo na uelewa, kwa maana ya kumaanisha kuwapa mahitaji yao muhimu. Kwa mfano sare za shule, yakiwepo makaunta, yakiwepo madaftari, lakini pia na kuhakikisha mnanunulia viatu vizuri ili kuhakikisha wanafunzi wanaenda shule. Na hili tunalizungumza kwa sababu kuna wazazi wanaonekana wako bize na shughuli za kijamii, na tayari shule zinafunguliwa kesho kutwa tu. Maana yake ni nini? Hatuhitaji sisi kumpa kazi mkuu wetu wa wilaya Mtatiro, wakili msomi Mtatiro, kuhakikisha watoto wanazunguka eti tuletewa taarifa kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa kuwa kuna watoto ambao wanazurua mitaani, hawajaripoti shuleni, alafu baadaye wazazi waanze kukamatwa. Sisi kwenye mtaa wetu wa Dome hilo hatupo. Tujipongeze kwa makofi mengi sana tafadhali. Kwa sisi tumeitana hapa ili watoto wetu hawa tuwape yale mahitaji yao muhimu wanayoyahitaji. Kama ulikuwa bado hujakamilisha, unatakiwa ukamilishe bado mapema. Kwa sababu gani? Sasa hivi mtakumbuka kuwa kuna makundi mengi yanayoendelea mtaani, na mengine ni makundi hatarishi ambayo wakati mwingine yanatishia usalama wa watoto wetu wanapokuwa wako majumbani. Na hasa shule zinapofunguliwa, kama utakuwa hujamkamilishia mtoto mahitaji, akianza kuzunguka mtoto mtaani, unamhatarishia usalama, kwa sababu ataonekana atakumbana na makundi ambayo si mazuri, na matokeo yake kumsababishia majeraha mabaya. Ni wazazi, jambo lingine ambalo tumewaiteni ni kwa ajili ya watoto, ulinzi wa mtoto. Ulinzi wa mtoto ni jambo moja la msingi sana. Ni wazazi wengi sasa hivi wamekuwa wako bize na masuala ya kijamii. Ukifika asubuhi unakuta mzazi ameshafunga kufuli linaning'inia, mtoto anajiongoza yeye mwenyewe. Haujaona mtoto ameenda shule, amekula nini, wakati mwingine amerudije. Lakini je, inakuwaje wakati mwingine kuna watoto hawa chekechea watakapokuwa wanaenda shuleni, kuna ulinzi wao. Mzazi unatakiwa, mtoto anapokuwa anakwenda chekechea, unatakiwa umpe ulinzi, kwa maana ya kumpeleka kabisa wewe mwenyewe mkono kwa mkono, uhakikisha ameshafika, na kumrudisha unatakiwa uende ukampokee kwa ajili ya kuweza kumpa ulinzi mtoto. Kwa sababu mtoto usipoweza kumpa ulinzi, mtoto wa chekechea hajajua sheria za barabarani. Kuna waendesha magari, kuna waendesha pikipiki, kuna waendesha bajaji, kuna waendesha baiskeli. Mtoto anaweza kapita mkono ambao sio wa kwake, kwa sababu hajajua, akagongwa, kwa sababu bado yeye hajao mdhoefu kwenye nini, kuitumia barabara. Ila utakapokuwa unakwenda unatembea, unamfundisha mwanangu mzuri, unajua soma vizuri, utakuwa kiongozi mkubwa, utakuwa rais, utakuwa waziri, utakuwa mbunge, utakuwa mwenyekiti. Ila unapokuwa unatembea kwenye barabara, unapokuwa unaenda hivi, pitia mkono huu wa kushoto au pitia mkono wa kulia, ukiona huyo anapita unasimama kwanza. Mtoto ni mwepesi sana kuelewa. Lakini pia sasa hivi kuna mvua ambazo zimeanza. Mtoto wa chekechea anapokuwa anakwenda shuleni, katika ulinzi wa mtoto lazima ujue sasa hivi ni mazingira ya mvua. Hata kama utakuwa unafanya kazi zako, hakikisha wakati watoto wanapokuwa wanaachiliwa na walimu kutoka shuleni, unakimbia kwa ajili ya kwenda kumpokea mtoto ili kumnusuru na mvua. Unaweza kujikuta mito imejaa, unaweza kusababisha maafa kwa sababu ya uzembe tu, kwa kumaanisha kuwa mtoto huyu ameshafika nyumbani au bado. Kwa hiyo ni vizuri wazazi tunawakumbusha pia katika jambo hili kwa ajili ya ulinzi wa mtoto. Save the children, au watoto wadogo lazima tupate namna ya kuweza kuwekea mazingira ya kuweza kuwalinda. Kuwalinda ni kuanzia ngazi ya familia, lakini unapokwenda shuleni na kurudi, ili tuwasaidie walimu wetu wazuri ambao wanakuwa na kazi kubwa sana kwa ajili ya kuweza kuwajengea uelewa watoto wetu. Ninaitwa Mwalimu Alex Juma, niko hapa kwa ajili ya kofia mbili. Sasa ndugu zangu, kwa upande wa serikali, sasa upande wa elimu, tumejipanga kuwapokea watoto aina zote, watoto wa elimu ya awali yani chekechea, watoto wa darasa la kwanza, na watoto wanaostahili kuingia form 1 kwa mwaka huu tulionao. Kwa watoto ambao wamefaulu mwaka jana ili waingie form 1, sheria inatutaka kila mtoto lazima alipoti nini? Shule. Alipoti shule siku ya kufungua shule ambayo ni tarehe 13 siku ya Jumanne. Na katika utaratibu ulivyo, siku za kufungua shule sio siku za usafi, ni siku za nini? Za masomo. Kwa hiyo kila mzazi achukue jukumu kumuhimiza mtoto wake aweze kulipoti shule. Pengine ndugu wazazi, huwa kuna kikwazo cha uniform. Hizi sare hizi, suruali na shati pamoja na sketi. Mzazi anakuambia sijampeleka mtoto shule kwa sababu hana uniform. Uniform kisiwe kikwazo.
Hata mwaka jana tulitoa dirisha hilo kwamba mtoto alipoti shule akiwa na nguo za nini, za shule ya msingi, huku uniform ikiandaliwa. Na mwaka huu ni vivyo hivyo, mtoto alipoti tarehe 13 kama ana uniform atapokelewa na atasoma. We mzazi, nenda uongee na uongozi wa shule, utakupa maelekezo. Mtafunga mkataba ni wa siku ngapi ili mtoto afanane na wenzake. Hatutegemei kusikia mtoto ajaenda shule kwa vile amekosa nini, uniform. Shida inayokuja, wazazi wengi hawataki. Ukiwaambia kuhusiana na swala la chakula, wameweka neno kwamba elimu ni bure. Hapana, sio hivyo. Sio kwenye chakula. Serikali inachangia tu sehemu, hususan mambo ya kitaaluma, lakini kwenye chakula mzazi lazima ukae ujipange, mtoto wako apate chakula shuleni. Jamani, hili sio ombi. Hili ni lazima mtoto ale chakula ili afya yake iweze kuimarika. La mwisho, kwa upande wa afisa elimu, mtoto asiporipoti shule, kuna muunganiko mzuri sana katika serikali ya wilaya ya Shinyanga, hususan kwa wakili Mtatiro na madisi wengine. DC hata we wapi ile mtoto atatafutwa, na kitafutwa, mzazi uelewe hizo gharama utafanya nini, utazigalamikia. Wazazi tuna tendency kwamba watoto kisha faulu unaweka visingizio, unambeba mtoto labda unampeleka Tabora kwenye vitaru vya tumbaku, mtoto anakosa haki yake elimu. Atapatikana, sitaki kuficha, atapatikana popote. Hata wewe tunakutrace tu kwenye NIDA, tunakuona ulipo na utatuletea ile mtoto alipo. Hili shule ikifunguliwa, tafadhali watoto pelekeni watoto shule ili wasiweze kupata bugudha kama zile na wewe ukaanza kusumbuliwa na huku wakati wa kilimo. Kwa hiyo afisa elimu kata ameniagiza kwamba niwaambie tuzingatie hili ili watoto waweze kupata haki yao. Mwalimu Josephat Magegu Magoma ni mwalimu mpaka kufa, lakini kwa maana nyingine tu nimesha staafu walimu. Mimi ni wadokeze jambo moja. Mfundishe mtoto wako kuogopa vya nyumbani ambavyo hajapaswa kuvitumia wala kuhusika navyo. Na huko ataogopa vya watu. Makosa ya wizi shuleni, nyumbani, mitaani yanatokana mzazi kumwachilia mtoto wako kila anapofanya kosa. Mwenyekiti anavyosema tuwafuatilie watoto, tufuatilie kweli. Usije ukaona kwamba kwa fulani, kwa jirani watoto wanakuja na magari, sio wanakuja na nini, wanavileta. Wazazi wale walishughulika, na wewe shughulika. Mimi naomba tuwakazanie watoto jamani. Uhalifu na wizi wa mtaani, si vibaka na nini, vinaanzia kwetu sisi wenyewe wakiwa na umri mdogo, kwa kuachilia. Mzee John Masaba ni afisa mtendaji wa kata mstaafu. Ndugu zangu, wazazi wenzangu, ni kwamba nichukue nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wetu wa mtaa pamoja na kabineti yake. Na niwaombe wazazi wenzangu, kama tumeshaandikisha watoto wetu, tuhakikishe tumewapeleka shule. Ukiacha kuwapeleka shule, mwenyekiti atapewa agizo la kukukamata. Kwa hiyo hakikisha mtoto wako anaenda shule, anasoma, na kirudi hakikisha unafuatilia mwenendo wake. Sasa ni kwamba tukishaenda shuleni, tuhakikishe watoto tunafuata maadili ya shuleni na maagizo ya walimu. Baadaye tutakuwa tumewaandaa kuja kuwa viongozi wa baadaye, na hata walimu tutawapunguzia kazi sasa za kufuatilia vurugu za pale. Hata vurugu shuleni naamini kabisa zitakuwa zimeisha. Mtaa huu kwa kweli una neema kubwa. Na mara nyingi mimi huwa nasema katika chaguzi zote mtu akichaguliwa na Mungu hupewa na maoni makubwa. Anakuwa na maoni mengi ya busara na elimu. Haya ni machache sana kupatikana kwa sehemu zingine ninazozifahamu mimi, lakini kwa sababu kiongozi huyu ni mtu wa Mungu, kwa haya yote anatuletea hapa. Sasa unaposukuma tu watoto wakaenda peke yao bila kufuatilia nini, alafu mikutano wanapoitisha walimu kwenda mashuleni kusikiliza hoja zao, unauliza tu bwana, mwalimu amesemaje kule, sio namna gani? Fika na wewe katoe mchango wako pale. Kuna shida nyingi za walimu wanapata watoto wetu hawa wanapokwenda kule. Wengi wajeuri, wengine wakaidi, wengine hata kusikiliza, wengine hata kufika shuleni hamna. Wewe unafikiri kafika shuleni kumbe kaishia njiani. Lakini kama utafika kule, mwalimu atakupa maelekezo mazuri kwamba mtoto wako hafikaji hapa. Mwenyekiti tu nilikuwa na kwamba niseme mengi, lakini ukweli kabisa mimi narudi tena kwa support kwamba haya yote aliyozungumzwa hapa mimi nayafurahia sana. Nampongeza mwalimu na kupongeza wewe. Kwa majina yangu mimi naitwa Esther Tungu,
ni mstaafu. Nilikuwa nafanya kazi halmashauri ya wilaya ya Shinyanga kama msaidizi mkuu wa ofisi. Nina mwaka wa 4 huu tangu nikiwa nimestaafu. Kwa watoto kwanza watoto wetu wa siku hizi wanaenda namna tunavyowalea. Mtoto unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Ukikutana na mtoto wa hivi anakupita kama akujui. Ukimsemesha wewe mtoto vipi? Na wewe nini, wewe dingi ulishachoka? Hayo nafikiri wa kwanza amesema malezi yao yametoka wapi? Nyumbani. Kwa hiyo hata nyumbani inawezekana baba na mama majibu yenu ndivyo mnavyojibishanaga hivyo na watoto wanafuata. Cha msingi watoto ni waombe. Sasa wewe umesema unataka uwe nani? Uwe mwanasheria. Kwa hiyo kama unataka uwe mwanasheria, kweli ufuate sheria. Ufuate sheria na taratibu za shule za masomo. Kingine nirudi sasa kwetu sisi wazazi. Wazazi sasa hivi nikikutana na mtoto kama huyu nikimwadhibu, mama utakuja umenifungia kibwebwe. Umenipigia mtoto wangu, ulikuwepo leba, nilifanya nini? Uliona nilivyomzaa huyo mtoto. Lakini zamani sisi wakati tunakuwa, nikifanya kosa hata kama nitakutana na nani, nikichapo wala hata nyumbani siwezi kwenda kuongea. Lakini sisi wazazi ndio tumekuwa chanzo cha kuharibu maadili ya watoto. Niwaombe sana wazazi wenzangu, kama walivyosema, tufuatilie maendeleo ya watoto. Watoto wetu wakienda shule wanajifunza mambo mengi sana ya ajabu. Sisi wazazi tunawaangalia. Mzazi ukisemeshwa unasema muache mtoto wangu. Ulinipeleka leba, ulifanya nini? Ninarudi sehemu ya watoto. Watoto wetu tunaomba waheshimu watu wazima, waheshimu walimu. Na tunajua kabisa ya kwamba hapa yameongelewa mambo mengi. Ninaomba watoto muheshimu wazazi, na pia na wazazi tuheshimu watoto. Na pia sisi wazazi tunatakiwa tuwaheshimu watoto, tusiwe tunawachukulia. Ni ndio maana mambo kama haya yanatokea, kwa sababu tunasema kwamba watoto wana malezi matatu, kuanzia ya nyumbani, malezi ya mtaani, malezi ya shuleni. Kwa hiyo walimu wetu tunawapa kazi ni kubwa, tena ni kubwa sana. Kwa hiyo tunataka tuwashike mkono walimu wenzetu huko, kwa sababu sisi wazazi na sisi ndo walimu. Walimu wakuu ndo wanaoenda kuishi nao mpaka wanapoenda kuhitimu vidato vyao. Ninamshukuru Mungu kwa kutukutanisha katika ofisi yetu hii. Nashukuru uongozi wetu wa kijiji chetu cha Ndembezi. Kwa kweli wanaonyesha ushirikiano mkubwa sana kati ya uongozi na wazazi. Mwenyekiti wetu amekuwa kipaumbele sana kufuatilia watoto shuleni. Mara nyingi huwa anaulizia maendeleo, anafika shuleni. Mara nyingi huwa anaita wazazi, si mara yake ya kwanza. Ila mimi ninachotaka kuongea kwamba pamoja na wajumbe walioongea yote, malezi kwa watoto tuambatanishe na imani zetu. Watoto tuwaongoze katika ibada. Mtoto anapozoea ibada, matendo maovu huwa anayaepuka. Kwa majina naitwa Esther Samuel Msa. Umri? Na miaka 13. Nashukuru nimefaulu darasa la 7 kwenda form 1. Na nawaahidi wazazi wangu nitasoma masomo yangu kwa bidii. Nitazingatia maadili mema, sheria na kanuni za shule. Sitajihusisha na masuala maovu ili baadaye niwe mchango wa taifa langu. Mimi nataka nikihitimu masomo yangu nataka nije daktari. Chaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza shule ya sekondari Mazinge. Kwa majina naitwa Jackson Paulo Msa. Na miaka 13. Nashukuru nimefanikiwa, nimefaulu darasa la 7. Sasa hivi naenda kidato cha kwanza. Nitaahidi wazazi nitasoma kwa bidii nifikishe malengo yangu. Mimi ndoto yangu kuwa injinia. Sitajiunga na makundi mabaya, nitajiunga na masomo. Nitazingatia vipindi vya shule.